بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، وبعد. أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بليتو كنا رسالة الموسومة برسالة في الدماء الطبيعية للنساء، رسالة يكويتوا damu za kimaumbile kwa wanawake. Na leo insha Allahu taala tutaanza au kuendelea kwenye alfaslu rabi'u, kwenye kipengele cha 4 fi ahkami alhaidhi, katika kuelezea hukumu za hedhi. Anasema Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a, lilhaidhi ahkamun, na kuna kwa hedhi hukumu kathiratun, nyingi, tazidu anil 20, ambazo zinazidi 20. Nadhkuru minha, lakini tutaja katika hizo hukumu ma narahu kathira alhaja, zile ambazo tunaona kwamba zinahitajiwa kwa wingi zaidi. Famin dhalik, katika hizo akasema al-awwalu, ya mwanzo, as-salatu, ni swala. Zile ahkam ambazo zafungamana na mwanamke ambaye yupo katika ida yake al-haidh, Sheikh anasema ni nyingi, ambazo zinazidi 20, lakini tutataja hapa zile ambazo tutaona zinahitajiwa zaidi. Kwa jambo la mwanzo, Sheikh rahimahullahu ta'ala akataja akasema al-awwalu as-salatu, jambo la mwanzo ni swala. Fayahrumu ala al-haidhi, panaharamishwa kwa mwanamke ambaye yupo katika hedhi, as-salatu, sala, farduha wa nafluha, zile sala za faradhi na zile za sunna. Farduha, faradhi zake, wa nafluha, na sunna zake. Bimaana ni haram kwa mwanamke ambaye yu ndani ya ida yake kusali swala yoyote, imma ni swala ya faradhi au ni swala ya sunna. Wala tasihhu minha, na wala haisihi hiyo sala kwake yeye mwanamke akiwa katika hali yake hiyo ya hedhi. Wakadhalika, na hivyo hivyo, la tajibu alaiha, hapapasi juu yake, as-salatu, sala, yani akiwa ndani ya hiyo eda, akiwa ndani ya hiyo hedhi, la tajibu alaiha as-salatu, hapapasi juu ya huyo mwanamke sala. Maana yake ule ulazima wa swala hudondoka pale mwanamke anapokuwa katika eda yake. Illa an tudraka, isipokuwa akidirikiwa, min waqtiha, katika wakati wa hiyo sala, miqdara rak'atin,
kiwango cha rakaa moja kamilatin, iliyokamilika. Fatajibu alaiha, wakati huo itamwajibikia juu yake, as-salatu hina idhin, sala wakati huo. Sawaun, sawasawa, adrakati dhalika, iwe wakati huo umemdiriki au jambo hilo liwe limemdiriki, min awwalil waqti, mwanzo wa wakati, yani pale anapokuwa anaingia katika hedhi, au min akhirihi, au mwisho wake, yani pale anapokoma au kutoka katika hedhi yake. Shekhe akaleta mfano ili yaeleweke haya maneno, akasema mithalu dhalika min awwalihi, mfano wa haya maneno kwa mwanzo wa hedhi. Imra'atun, mfano mwanamke, hadati, ameingia katika hedhi, ba'da ghurubi shamsi, baada ya kuzama jua, bimiqdari rak'atin, kwa kiwango cha rakaa moja. Fayajibu alaiha, basi wakati huo itapasa juu yake, idha tahurat, pindi atakapotaharika, yani pindi atakapomaliza hiyo eda yake, qadau salati al-maghrib, kuilipa sala ya magharibi. Liannaha, kwa sababu, adrakat min waqtiha, atakuwa amediriki katika huo wakati wake, qadru rak'atin, kiasi cha rakaa moja, qabla an tahidha, kabla ya kuingia katika hedhi. Bimaana mwanamke toka asubuhi yuko salama, yuko tahara tu vizuri, ikiingia dhuhuri kisha asri. Sasa ilipoingia tu magharibi, kile kiasi cha kuweza kuswali walau rakaa moja nzima baada ya magharibi kuingia, kwa kile kiasi cha kuswali rakaa moja nzima akawa ameingia katika hedhi, sheria inamwambia kwamba akishamaliza hiyo hedhi yake itambidi ailipe hiyo swala ya magharibi. Sheria inamwambia kwamba ikiwa akishamaliza hiyo hedhi itambidi aswali swala ya magharibi ile ambayo hakuiswali baada ya kuwa imeingia kwa kiasi cha kuswali rakaa nzima kamili, akawa amejichelewesha, hakupata, akaingia katika hedhi, basi ile swala haianguki kwake. Badala yake ataambiwa aendelee na hedhi, lakini akitaharika tu itabidi ailipe ile swala ya magharibi, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, man adraka rak'ah min as-salat faqad adraka as-salat, yule atakayediriki rakaa yoyote katika swala ndani ya wakati wa swala fulani, faqad adraka as-salat, mtu huyo anahesabika amediriki hiyo swala. Kwa hii jambo itakia mwanamke ajue, atizame sana ule wakati ambao anakuwa anaingia katika hedhi, kwamba kama umeingia katika hedhi wakati ambao kuna swala fulani imeingia, na uliingia kwenye kipindi ambacho yani baada ya swala kuingia kulikuwa kuna kiwango cha wewe kuswali rakaa nzima, lakini mkawa hukuweza kuswali, na baada hapo hedhi ikatoka, basi unatakiwa baada ya hedhi uilipe hiyo swala. Wa mithalu dhalika min akhirihi,
na mfano wa hilo mwishoni mwake, yani mwishoni mwa hiyo hedhi. Akasema imra'atun, mfano mwanamke, tahurat min alhayd, awe ametaharika kutoka katika hedhi, qabla tulu'i shamsi, qabla ya kuchomoza kwa jua, bimiqdari rak'atin, kwa kiwango cha rakaa moja. Fayajibu alaiha, huyu itampasa juu yake, idha tatahharat, pindi atakapotaharika, qada'u salati alfajri, kuilipa sala ya alfajiri. Liannaha, kwa sababu huyo mwanamke, adrakat min waqtiha, amediriki katika wakati wa hiyo alfajiri, juz'an, sehemu ambayo yattasi'u li rak'a, iliyokuwa ingemfanya yeye kuweza kuiswali rakaa nzima, kwa sababu adrakat min waqtiha, atakuwa huyo mwanamke amediriki katika wakati wake huo wa alfajiri, juz'an, sehemu ambayo yattasi'u li rak'a, iliyomtoshelezea kuiswali rakaa nzima. Bimaana, mfano mwanamke amelala akiwa ni haidha, yupo katika hedhi, lakini kabla ya ile tunaita sunrise, walau kwa kiasi, yani kabla ya kuingia ile sunrise, ile kuchomoza kwa jua, ile akataharika kabla ile sunrise kwa kiasi ambacho angeweza kuswali rakaa nzima kamili kabla ya kufika hiyo sunrise. Wakati ule ndio pale akataharika, basi huyu sheria inamwambia anatakiwa aiswali salatu alfajr, ailipe, kwa sababu kataharika ndani ya wakati wa alfajiri walau kwa rakaa moja. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam kasema, man adraka rak'atan min as-salati faqad adraka as-salah, yoyote yule atakayediriki rakaa yoyote katika sala fulani, basi huyu anahesabika amediriki hiyo swala yote. Kwa hiyo katika jambo ambalo twaona dada zetu wengi laala hawalijui ama hawalizingatii ni hili. Katika hii mifano yote, min awwalihi wa min akhirihi, mwanzo anapoingia na mwanzo pia anapokoma katika hiyo hedhi, ili ni katika jambo ambalo huwa hawalizingatii. Kisha shekhe akasema, amma idha adrakat alhaid, amma pale atakapodiriki yule mwanamke mwenye hedhi, min alwaqti, katika wakati, juz'an, sehemu ambayo, la yattasi'u, haimtoshelezei yeye, li rak'atin kamila, kiasi cha rakaa kamili. Ama idha adrakat alhaid, pindi atakapodiriki yule mwanamke ambaye yupo katika hedhi, min alwaqti, katika wakati, juz'an, sehemu ambayo, la yattasi'u, haimtoshelezei yeye, li rak'atin kamila, kuiswali rakaa iliyo kamili. Mithlu, mfano, an tahidha fi almithali alawwal, mfano akaingia katika hedhi katika ule mfano wa mwanzo tuliotoa, baada alghurubi, baada ya kuzama jua, bilahdhatin, kwa kitambo kidogo sana, ambacho kitambo hiko hakimwezeshi yeye kusali rakaa nzima. Au tatuhura fi almithali athani, au akataharika katika mfano wa pili, qabla tulu'i shamsi, kabla ya kuchomoza jua, bilahdhatin, kwa kitambo kidogo sana ambacho hakimwezeshe yeye
kuweza kuiswali rakaa iliyo kamili. Fa inna salata, hakika ya sala katika hali kama hiyo, la tajibu alaiha, haitopasa juu yake. Liqauli nabii sallallahu alayhi wasallam, kwa kauli ya mtume sallallahu alayhi wasallam, man adraka rak'atan min as-salati, yoyote yule atakayediriki rakaa moja au rakaa yoyote katika sala, faqad adraka as-salata, basi kwa hakika atakuwa amediriki mtu huyo sala. Hadithi hii ni hadithi muttafaqun alayhi, hadithi muttafaqun alayhi, ameipokea Imam al-Bukhari na Imam Muslim rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a. Lakini Sheikh anasema fa inna mafhumahu, hakika mafhum au kinyume cha maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam, anna man adraka, ni kwamba yule atakayediriki aqalla min rak'atin, chini ya rakaa moja, lam yakun mudrikan lis-salah, basi mtu huyo anakuwa si mwenye kudiriki swala. Ndio mafhumu ya hadithi. Kwa hiyo tutapima sisi wenyewe kwamba yani mimi nikisema ni swali rakaa moja nitatumia dakika ngapi, na hapo tunaanzia kuanzia swala, hatuanzie kuanzia kule mtu kwenda kuanza kutawadha na kadha, aende hammam na kadha. La, tunapiga mahesabu kuanzia pale anaposema Allahu akbar ila muntaha ar-rak'a, mpaka kwenye ukomo wa rakaa, aweza tumia dakika ngapi. Kwa hiyo sisi wenyewe tutapiga mahesabu kwa kadri, kwa sababu nadhani pia swala za watu zinatofautiana, lakini aghlabia taweza ona kwamba mtu rakaa moja aweza tumia sijui dakika 2. Au jamaa, nyie rakaa moja huwa mnatumia dakika ngapi? Au tumpe dakika 5? Kuna mtu anaswali rakaa moja dakika 5? Tayeb, kwa hiyo utaangalia mwenyewe kwamba dakika moja ni rakaa nzima waweza tumia dakika ngapi kuiswali. Sasa ikiwa mwanamke ameingia kwenye dakika 2 hivi, kwa hiyo hivyo hivyo, yani kwamba ikiwa mwanamke ataingia katika hedhi kwa kiasi ambacho akipiga mahesabu kwamba baada ya swala kuingia kiasi hiki, kama ningeamua kuswali ndani ya kiasi hiki, kama ningeamua kuswali basi ningeiswali rakaa nzima, alafu labda kwenye rakaa ya pili ndio hii hedhi ingenitoka kwa kiasi hiki ambacho kimepita hapa. Basi huyu sheria inamwambia ukimaliza hiyo hedhi yako itakubidi hiyo swala uiswali, unadaiwa. Na hivyo hivyo kama atataharika katika kipindi ambacho akasema hii tahara hii niloipata kipindi hiki, nikisema ni swali yanitoshelezea kuiswali rakaa nzima mpaka nikaimaliza, basi mwanamke huyo itambidi hiyo swala ya nyuma yake ambayo ndo inakaribia kutoka wakati wake, itambidi ailipe. Hapa Sheikh atolea salatu al-fajr, lakini manake huu mfano utakisi kwenye swala nyingine yote, hata swala ya dhuhuri. Manake unakaribia na swala ya rasili, karibia na qubayl salati al-asr, karibia kabisa na salatu al-asr, nataka kuingia kwa kiasi ambacho ungeweza kuswali rakaa nzima ndio kataharika, basi itakubidi wewe uiswali salatu adh-dhuhur, uilipe salatu adh-dhuhur. Hakadha utapigia mifano katika sehemu nyingine. Lakini kama utaingia katika hedhi kwa kipindi ambacho ndio kipindi cha swala kimeingia, lakini hedhi umeipata kwa kipindi ambacho hata ungesema uswali basi rakaa nzima isingeisha, basi wewe hii kesi huna, unakuwa tayari umetakasika na hiyo dhima. Na hivyo hivyo wenye kutaharika mfano wake.
طيب, kisha shekhe akasema wa idha adrakat raka'a, na pindi akidiriki rakaa moja min waqti salati al-asr, katika wakati wa sala ya rasili, fahal tajibu alaiha salatu al-dhuhr ma'a al-asr, je itamwajibikia huyu mwanamke kusali sala ya dhuhuri pamoja na rasili, au adrakat rak'atan min waqti salati al-isha al-akhir, au akiwa mfano amediriki rakaa moja katika wakati wa sala ya isha ya mwisho ambayo inakusudia salatu al-isha, sababu al-isha ishaain, sababu isha ziko mbili, kuna isha ya kwanza ambayo ni maghrib na kuna isha ya mwisho ambayo ni isha kama isha tunaijua. Sasa fahal tajibu alaiha salatu al-maghrib ma'a al-isha, je itamwajibikia juu yake mwanamke huyo kusali sala magharibi pamoja na isha? Yani ikiwa katika hii mifano ya mwanzo tulioitoa ndio ikawa sasa mwanamke amepata mfano wa kiasi cha rakaa moja kwenye sala ya rasili ambacho sheria inamwambia unadaiwa ile ya rasili, je na pia itamwajibikia aswali na adhuhuri au ataambiwa aswali tu rasili? Na hivyo hivyo katika salatu al-isha, je itamwajibikia aswali na magharibi kama iko labda alikuwa bado hajaiswali, yani mathalan kachelewa kuisali salatu al-maghrib mpaka baadaye imeingia isha kwa kiasi ambacho angeweza kuswali rakaa moja nzima, alafu ndo anaingia katika hedhi. Je itamwajibikia kusali sala ya magharibi na sala ya isha, ama ataambiwa asali sala ya isha peke yake? Anasema Sheikh rahimahullahu ta'ala, fi hadha khilafun baina al-ulama, katika hili kuna khilaf, kuna tofauti baina ya wanachuoni. Kuna wanachuoni ambao wanasema inabidi aswali adhuhuri na rasili, ambao hii ni madhhab ya Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala. Madhhabu yao wanaelea hivyo, Ash-Shafi'iyya wanaonelea hilo kwamba itamwajibikia aswali sala ya adhuhuri na sala ya asr, au ataswali sala maghrib na sala ya al-isha. Lakini Sheikh anasema wasawabu, na lililo sahihi, annaha, ni kwamba la yajibu alaiha, haitompasa juu yake, illa, isipokuwa, ma adrakati waqtahu, kile alichokidiriki wakati wake, wa hiya salatu al-asr, ambacho nacho ni ile sala ya rasili, wal isha al-akhirah, na ile isha ya mwisho faqat peke yake. Liqawlihi sallallahu alayhi wasallam, wa qawli yake mtume sallallahu alayhi wasallam, man adraka rak'atan min as-salat min al-asr, man adraka rak'atan min al-asr, yoyote yule atakayediriki rakaa katika sala ya rasili, qabla an taghruba ash-shamsu, qabla ya kuzama jua, faqad adraka al-asra, mtu huyo atakuwa ameidiriki sala ya rasili. Hadithi muttafaqun alayh. Lam yaqul an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, hakusema mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi hii faqad adraka adh-dhuhra wal-asra, kwamba atakuwa amediriki adhuhuri na rasili. Badala yake mtume sallallahu alayhi wasallam kasema faqad adraka al-asra, atakuwa amediriki rasili. Walam yadhkur wujuba adh-dhuhri alayhi, na hakutaja mtume sallallahu alayhi wasallam ule ulazima wa dhuhuri kwake. Wal aslu, na asili ya jambo hili ni bara'atu dhimma, ni kutakasika na deni hili kwa mwanamke. Kwa mwanamke atakuwa hatakuwa na deni la dhuhuri, badala yake atakuwa na deni la hiyo swala peke yake ambayo amediriki wakati wake, iwe ni asri au al-isha au maghrib au kadha, vyovyote vile. Wa hadha madhhabu Abi Hanifata, na hii ni madhhab ya Imam Abi Hanifa, wa Malik, na Imam Malik, hakahu anhuma, amesimulia kutoka kwao, fi sharhi al-muhadhabi, katika sharhi al-muhadhab, ambao ni ile
المجموع شرح المحذب يا إمام النووي رحمه الله تعالى، أكشرهيش المهذب يا إمام الشيراز رحمهما الله تعالى رحمة واسعة. وأما الذكر، أما أذكاري كليت أذكاري لنيرادي، والتكبير نتكبير الله أكبر، والتسبيح نقولت تسبيح سبحان الله، والتحميد نقولت تحميد يعني الحمد لله، والتسمية على الأكل وغيره نقولت بسم الله كتقول نمبر mengine، وقراءة الحديث نقصوم حديثي، والفقه نقصوم مسائل فقهية، والدعاء نقوم بدعاء، والتأمين عليه نكوitikia amini kwenye hiyo dua، واستماع القرآن نكوsikiliza Qur'an، فلا يحرم عليها شيء من ذلك، hapaharamishwi juu yake huyo mwanamke chochote katika haya tuliyotaja kuanzia nyiradi mpaka kusikiliza Qur'an. Faqad thabata fi sahihain, kwani pamethibiti katika sahihi mbili, wa ghairihima na vitabu vingine visivyokuwa sahihi al-Bukhari na sahihi Muslim, anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, ya kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam, kana yattaki'u, alikuwa akiegemea, fi hijri Aisha radhiyallahu anha, katika mapaja ya mama yetu mama Aisha radhiyallahu ta'ala anha, wa hiya haidun, na hali mama Aisha akiwa yupo katika hedhi, fayaqra'u al-Qur'an, na mtume sallallahu alayhi wasallam akisoma Qur'an. Bimaana alikuwa akilala katika mapaja meza katika mapaja ya mke wake mama Aisha radhiyallahu ta'ala anha, na mke wake huyo akiwa katika hedhi, na mtume sallallahu alayhi wasallam akisoma Qur'an. Kwa dalili kwamba mwanamke akiwa katika hedhi kusikiliza Qur'an, jambo hilo haliharamishwi kwake. Wa fi sahihain, na vile vile katika sahihi mbili, hadithi ya katika sahihi al-Bukhari na sahihi Muslim, anna umma Atiyya radhiyallahu anha, kwamba umma Atiyya radhi za Allah zimyeye, annaha sami'at an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, ya kwamba amemsikia mtume sallallahu alayhi wasallam, yaqulu, akisema, yakhruju al-awatiqu, wanatoka wale al-awatiqu vigoli, wa dhawatul khuduri, na wale mabinti ambao ni wamwali, mabinti wali wale, walhuyyadu, na wanawake ambao wapo katika hedhi, yani ila salati al-eidain, yani wanatoka kwenda katika sala ya Idi mbili, waliyashhadna al-khaira, na wanashuhudilia khairi, yani wakashuhudilia huko khairi, wa da'wat al-mu'minin, na ulinganizi wa waumini, wayatazilu al-huyyadu, na wanajiepusha wale wanawake wenye hedhi, al-musalla, na zile sehemu za kusali. Bimaana Sheikh yakusudia katika hadithi hii kwamba wanawake wakiwa katika hedhi wanaruhusiwa kusikiliza Qur'an, kusikiliza mawaidha, kufanya adhkar na mambo mengine ambayo tumeyataja hapa. Fa amma qira'atu al-haidh al-Qur'ana, amma kisomo cha mwanamke mwenye hedhi kuisoma Qur'an, binafsiha, Qur'ani yenyewe, fa amma qira'atu al-haidh, amma kisomo cha mwanamke mwenye hedhi al-Qur'ana, kuisoma Qur'an binafsiha, yeye mwenyewe, fa in kana nadharan bil ain, ikiwa ni kwa kuitizama kwa macho, au taammulan bil qalb, au kuizingatia kwa moyo, biduni nutqi bil lisan, pasina kuitamka kwa ulimi, fala ba'sa bidhalik, hakuna ubaya katika hilo, fala ba'sa bidhalik, hakuna ubaya katika hilo. Mithlu, mfano, an yudha al-mushaf, akauweka msahafu
au lawhu au akaweka mbao, fatandhura ila alayat, akawa ni mwenye kutizama aya zile, wataqra'aha biqalbiha, akawa ni mwenye kuzisoma katika moyo wake. Qala an-Nawawi fi sharh al-Muhadhab, anasema Imam an-Nawawi katika sharh ya al-Muhadhab, jaizun bila khilaf, jambo hili linafaa bila khilaf. Jambo hili linafaa bila khilaf, yani jambo la mwanamke kuisoma Qur'ani yenyewe kama ikiwa ni kutizama kwa macho, bimaana bila kuitamka au kuizingatia tu kwa moyo, anasema jambo hilo halina ubaya. Au akaweka msahafu au akaweka mbao akawa anatizama zile aya na akawa anazisoma kwa moyo wake, Imam an-Nawawi katika sharh al-Muhadhab asema jambo hilo linafaa bila khilaf. Wa amma in kanat qira'atuha nutqan bil lisan, amma ikiwa kile kisomo chake anasoma kwa kutamka kwa ulimi, fa jumhurul ulama, wengi katika wanachuoni, jumhurul ulama ala annahu mamnu'un, wameenda juu ya kwamba jambo hili ni lenye kuzuiwa, wa ghairu jaizin, na si lenye kujuzu, si lenye kujuzu, si lenye kufaa. Waqala al-Bukhari, na amesema lakini Imam al-Bukhari katika Sahih al-Bukhari kitabu al-Hayd akaika mlango pale babu taqdi al-haid al-manasik kullaha illa at-tawaf bil-bayt. Vile vile akasema Ibn Jarir at-Tabari katika Fathul Bari na Ibn al-Mundhir pia katika al-Awsat kwamba huwa jaizun, jambo hilo ni lenye kufaa, yani mwanamke kuisoma Qur'ani akiwa katika hedhi, jambo hilo linafaa. Haya maneno ameyasema Imam al-Bukhari, Imam Jarir at-Tabari na Imam Ibn al-Mundhir, wanasema jambo hilo lafaa. Wa hukiya an Malik, na imeelezwa kutoka kwa Imam Malik, wa an Shafi'i, na pia vile vile kutoka kwa Imam Shafi'i fi al-qawl al-qadim, katika kauli iliyotangulia, kwa sababu Imam Shafi'i rahimahullah ana kauli mbili, kuna kauli ya zamani na kauli mpya. Kuna zile kauli ambazo fatwa alizitoa akiwa Baghdad na kuna zile fatwa ambazo alizitoa wakati yuko katika mji wa katika nchi ya Misri. Kwa hiyo Imam Malik mwanzo, Imam Maliki, lakini pia Imam Shafi katika kauli yake aliyotoa kwa Baghdad ni kwamba mwanamke akiwa katika hedhi yuwafaa kuisoma Qur'an kwa kutamka, yani a'udhu billahi minash shaitanir rajim ila akhir, yuruhusiwa mwanamke. Hakahu anhuma fi Fath al-Bari, amesimuliwa kutoka kwao hawa wawili katika Fath al-Bari. Kiangalia katika Fath al-Bari haya maneno yapo. Wa dhakara al-Bukhari, na ametaja Imam al-Bukhari ta'liqan, kama ta'liq an Ibrahim an-Nakhai, kutoka kwa Ibrahim an-Nakhai akisema la ba'sa, hakuna ubaya kwa mwanamke akiwa katika hedhi an taqra al-aya, kusoma aya, hakuna ubaya. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى مجموعة ابن قاسم، na amesema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala katika fatawa ile majmua ya Ibn Qasim, anasema laysa fi man'iha, hakuna katika kumzuilia huyo mwanamke, min al-Qur'ani, katika Qur'ani, sunnatun, sunna aslan, asli kabisa, fa inna qawlahu, kwa hakika kauli yake, anasema laysa fi man'iha, hakuna katika kumzuilia huyo mwanamke, hakuna katika kumzuilia huyo mwanamke, min al-Qur'ani, kutokana na Qur'ani, hakuna sunnatun, sunna yoyote, aslan hakuna. Ma Sheikh al-Islam yasema yeye hakuna katika hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam zinazomzuilia mwanamke kuisoma Qur'ani akiwa katika hedhi. Fa inna qawlahu, kwani hakika kauli yake, la taqra'u al-haidhu, la taqra'u, hasomi, bimaana haruhusiwi kusoma yule mwanamke mwenye hedhi,
wala aljunubu, wala mwenye janaba haruhusi kusoma shay'an, chochote kile, min alqur'ani, katika Qur'ani. Asema haya maneno haya au hadithi hii hadithun dha'ifun, ni hadithi dhaifu, biittifaqi ahli alma'rifati bilhadith, kwa ittifaqi, kwa makubaliano ya wale watu wajuzi katika hadithi, ni ulama alhadith, wanakubaliana kwamba hadithi hii ni dhaif. Waqad kana an-nisa'u, na kwa hakika walikuwa wanawake, yahidhna fi ahdi an-nabii sallallahu alayhi wasallam, wakipata hedhi katika zama za mtume sallallahu alayhi wasallam. Falau kanat alqira'atu muharrama, kama ingalikuwa kusoma hiyo Qur'ani ni jambo lililoharamishwa, alayhinna, juu ya hawa wanawake wenye hedhi, kasalati, kama vile ilivyoharamishwa juu yao sala wakiwa katika hedhi, lakana hadha, lingekuwa jambo hilo, mimma, ni katika yale ambayo bayanahu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, aliyoyabainisha mtume sallallahu alayhi wasallam, liummatihi, kwa umma wake, wataallamahu ummahatul mu'minat, na wakayasoma wataallamahu, na akayafundisha mambo hayo, ummahatul mu'minin, kuwafundisha wa mama, wale mama zetu, mama waumini wale, ummahatul mu'minin, mama wa waumini ambao ni wakeze mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakana dhalika, na lingelikuwa hilo, mimma yanqulunahu fi nnasi, ndo lenye kunukuliwa kwa watu. Yani hayo mafunzo hayo ambayo angeyatoa mtume sallallahu alaihi wasallam kuwafundisha wakeze kwamba bwana, mkiwa katika hedhi msisome Qur'ani, basi hayo mafunzo hayo ndio yangekuwa ndio yenye kuenezwa na kufundishwa kwa watu. Lakini falamma lam yaqul, pale ilipokuwa lam yanqul ahadun, hajanukuu, lam yanqul, hajanukuu, ahadun, yoyote yule, anin nabii sallallahu alayhi wasallam, kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, fi dhalika, katika jambo hili, lam yajuz, basi haifai, an taj'ala haraman, kulifanya jambo hili kuwa ni haram, ma'al ilmi, pamoja na kujua kwamba, annahu, kwamba jambo hilo, lam yanha an dhalika, halikukatazwa au hapakukatazwa kutokana na jambo hilo, lam yanha an dhalika, hapakukatazwa kutokana na jambo hilo. Wa idha lam yanha anhu, na ikiwa hapajakatazwa kutokana na jambo hilo, ma'a kathrati alhaydhi, pamoja na kuwa wengi wale wenye kuingia katika hedhi, fi zamani, katika wakati wake, ulima, basi panajulikana sasa kwa jambo hilo, annahu laysa bimuharramin, ya kwamba jambo hilo la mwanamke kuisoma Qur'ani akiwa katika hedhi si jambo la haramu, si jambo la haramu. Kwa hii ni hoja ambayo wanaitumia wanachuoni ambao wanasema kwamba mwanamke akiwa katika hedhi yuruhusiwa kusoma Qur'an, kwa sababu hakuna adilla ya wazi kabisa inayoonyesha kuharamishwa kwao jambo hilo. Sasa Sheikh Uthaymeen akasema, ambao hii ni mtazamo wake na nasaha yake Sheikh wetu Allah mrehemu, akasema walladhi yanbaghi, na lile ambalo latakikana, baada an arafna, baada ya kuwa tumejua, nizaa ahli alilm, mzozo wa wanachuoni, an yuqala, basi ni kusemwa, al-awla, lilobora, lilhaidhi, kwa mwanamke mwenye hedhi, alla taqra al-Qur'ana, asisome Qur'ani, nutqan billisani, kuitamka kwa ulimi, illa inda alhajati lidhalika, isipokuwa pale patakapokuwa penye haja na jambo hilo. Mfano, antakuna muallimatan, mfano huyo mwanamke akiwa labda yeye ni mwalimu, fatahtaju ila talqini almutaallimati, akawa yahitajia kwa ajili ya kuwalakinishia wanafunzi wake, au fi hali al-ikhtibari,
au katika hali ya mitihani, fatahtaju almutaallimatu, akawa anahitajia yule mwanafunzi ila alqiraa, kusoma, liikhtibariha, katika mtihani wake, au nahwi dhalik, au mfano wa hilo. Kwa hii ni rai. Ama ukiniuliza kwa mimi nitaenda na kauli ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Nitaenda na kauli ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala kwamba mwanamke akiwa katika hedhi hazuiliwi kusoma Qur'an, kwa sababu hakuna adilla sarih ya kukataza jambo hilo. Kwa jambo la hukumu ya kwanza ya haidh ni as-sala, na ipo kama hivyo. Nataraji jambo hilo limefahamika insha Allah. Athani, na jambo la pili, as-siyamu, ni funga. Jambo la pili ni funga. Fayahrumu ala al-haidhi, fanaharamishwa juu ya mwanamke mwenye hedhi, as-siyamu, funga, fardhuhu wa nafluhu, faradhi yake na sunna yake. Maana ni haramu kwa mwanamke kufunga, imma funga ya faradhi, imma funga ya sunna. Wala yasihu minha, na wala hapasihi kwake yeye. Bimaana kama ataamua kufunga akiwa katika hedhi, hiyo funga yake haitosihi, haitokubalika. Lakin yajibu alaiha, lakini yapasa juu ya huyo mwanamke, qada'u al-fardhi minhu, kulipa ile funga ya faradhi. Bali yapasa kwa huyo mwanamke kuilipa ile funga ya faradhi ambayo hakuifunga kwa sababu ya kuwa katika hedhi. Hadithi Aisha radhiyallahu anha, kwa hadithi ya mama Aisha radhiyallahu anha aliposema, kana yusibuna dhalika, ilikuwa ikitupata hali hiyo, ta'ni al-hayd, akimaanisha hedhi, fanu'maru biqada'i sawmi, tukawa ni wenye kuamrishwa kulipa funga, wala nu'maru biqada'i salati, na wala hatukuwa ni wenye kuamrishwa kuilipa swala. Hadithi hii muttafaqun alayhi. Wa idha hadati, na pindi mwanamke atakapopata hedhi, wa hiya sa'imatun, na hali akiwa yeye ni mwenye funga, batala siyamuha, itakuwa ni yenye kubatilika hiyo funga yake. Walau kana dhalik, na walau hata ikiwa hiyo hedhi imepatikana qubaila al-ghurubi, karibia kabisa na wakati wa kuzama jua, bilahdhatin, kwa kitambo kidogo sana. Yani hata kama ikiwa hiyo hedhi imempata mwanamke karibia na ile adhana ya maghrib, pale watu wanafungulia, kwa kitambo kidogo, yani labda baada ya hedhi kutoka tu imepita dakika moja, adhana yaadhiniwa, wajaba alaiha qada'u dhalika al-yawm, itamwajibikia huyo mwanamke kuilipa hiyo siku, inkana fardhan, ikiwa hiyo funga ni funga ya faradhi. Maanake kwa ile dakika moja amba mbili tu ile hedhi kutoka kabla ya maghrib kuingia, basi hiyo funga itakuwa imebatilika, na itamwajibikia akisha taharika baadaye aje kuilipa funga hiyo, kama ikiwa funga hiyo ni ya faradhi. Amma idha ahassat, amma pale mwanamke atakapohisi bintiqali alhaydhi, kuhama hedhi, sababu wanawake wenyewe wajua wakati wanapokaribia kuingia katika siku zao huwa kuna hisia wanazipata, kuna zile hisia wanazipata, kuna mazingira ambao wanayaona, wanajua kabisa leo mbona kama nitaingia katika hedhi. Kwa hiyo ile tunasema ni intiqali alhayd, ni kuhama hedhi sehemu yake kwa ajili ya kujiandaa kutoka. Sasa kama mwanamke akihisi kuhama ile hedhi, yani damu ya hedhi kuhama kabla al-ghurub, kabla ya kuzama kwa jua, lakini lam yakhruj, ikawa sinye kutoka ile damu, illa ba'da al-ghurubi, ila baada ya kuzama jua, fa inna sawmaha tamun, basi hakika funga yake mwanamke huyo imetimia. Wala yabtulu, wala haibatiliki, ala alqawli sahihi,
juu ya kauli iliyo sahihi. Maana kule kuhama akahisi kwamba mbona kama nataka kuingia katika hedhi, akaona zile dalili zote za kuingia katika hedhi, lakini ikawa damu ile haikutoka ila baada ya kuzama, lakini ile hisia ambao huwa wanahisi ikawa imepatikana kabla ya kuzama jua, lakini damu ni kabla ya kuingia maghrib, lakini damu ikatoka baada ya maghrib. Baada ya maghrib ishaingia tayari, watu washaanza kufuturu, damu inatoka. Basi tumwambie bwana, saumu yako wewe ni sahihi, lianna ad-dama fi batin al-jawfi, kwa sababu ile damu iliyo ndani, la hukma lahu, ile damu haina hukumu. Ile damu iliyo ndani ambayo bado haijatoka ile haina hukumu. Lianna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu mtume sallallahu alayhi wasallam, lamma suila, wakati alipoulizwa, anil mar'ati, kumhusu mwanamke ambaye tara fi manamiha, aona katika usingizi wake, ma yara ar-rajulu, kile ambacho yakiona mwanaume, maana zile ndoto za mapenzi. Hal alaiha min ghuslin, je ana ulazima juu yake kuoga? Faqala alayhi salatu wassalam, akasema mtume sallallahu alayhi wasallam, naam, ndiyo, idha hiya ra'at alma, ndiyo itamwajibikia kuoga, idha, pindi, hiya ra'at almaa, pindi huyo mwanamke atakapoyaona maji. Fa'allaqa alhukma, akawa mtume sallallahu alayhi wasallam ameitundika hukumu au ameifunganisha hukumu biru'yati almaniyi, kwa kuona yale manii, la bintiqalihi, na si kuhama kwa manii. Nadhani hali hii wanaijua wanaume na wanawake, kama kuna wakati unahisi manii yanataka kutoka, ima iwe katika jimai, iwe katika ndoto, wakati mwingine ukahisi kabisa kama manii yanataka kutoka na asitoke, yakaja kutoka wakati mwingine baadaye, kwa tayari ushahisi dakika 5 nyuma, lakini baadaye akaja katoka baadaye. Nadhani hili kila mtu aliyekuwa katika umri kama wangu ana experience hiyo. Lazima fahamu ni 14. Tayeb, ili mtu awe tayeb. Kwa hiyo fakadhalika alhaidhu, hivyo hedhi, la tathbutu ahkamuhu, hazithibiti zile hukumu zake, illa biru'yatihi, isipokuwa kwa kuonekana hiyo damu, kharijan, ikiwa ni yenye kutoka, la bintiqalihi, na sio kuhama kwake. Kwa kule kuhama hakubatilishi funga ya mtu. Tayeb, Sheikh akasema, wa idha tala'a al-fajr, na pindi itakapochomoza alfajiri, wa hiya haidun, na huyo mwanamke akiwa katika hedhi, lam yasihha minha, hapatosihi kwa huyo mwanamke, siyamu dhalika al-yawmi, funga ya siku hiyo, walau akitaharika, baada alfajiri, baada ya kuingia tayari alfajiri, bilahdhatin, kitambo kidogo sana. Yani mwanamke amelala akiwa na hedhi ikaendelea, baada ya kuingia tu alfajiri, yani baada ila alfajiri tu, ila alfajiri as-sadiq, ile ambayo mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, mkisikia ile adhana basi jizuilieni kula na kunywa. Sasa ile tu imeingia ile alfajiri, ile ndio hedhi ikakata, lakini kabla ya pale ilikuwa inatoka, yani ilivyoingia tu alfajiri bila lahdha, kwa kitambo kidogo tu imeingia na damu akataharika ule mwanamke, basi huyo haitosihi funga kiamua kufunga siku hiyo, labda tu aamua kujizuilia kutokula, kama vile amesema watu kuheshimu mwezi wa Ramadhani, akaamua asile aungane na mwenzie, lakini haitohesabika hiyo funga kwamba ni sahihi, kwa sababu atakuwa ameingia na hiyo hedhi, yani ameingia na kile chenye kumzuia na funga mpaka wakati wa alfajiri kaa yuko nacho, afu ndo kikatoka. Yani kama vile mtu alfajiri imeingia, ameshajua alfajiri imeingia, halafu akala, ile hukumu yake ndio hukumu ya mwanamke ambaye kaingia na hedhi mpaka wakati ule, halafu ndio akataharika. Kama vile mtu ambaye amekula wakati ule, yajua kabisa alfajiri imeingia, adheni akala. Haya, anasema Sheikh,
Wa idha tahurati, na pindi atakapotaharika huyo mwanamke, qubayla alfajiri, karibu kabisa na alfajiri, fasamati, na akafunga, sahha sawmuha, itaswihi funga yake. Maana yake shekhi yakusudia kwamba mwanamke amelala hali akiwa na haidh, na hedhi yake, lakini karibia na kuingia alfajiri, kabla ile alfajiri kuingia, karibia na kuingia, akawa ametaharika. Sasa akifunga mtu huyo, mwanamke huyo, funga yake itakuwa sahihi. Wa illam taghtasil, ijapo hajaoga. Wa illam taghtasil, ijapo hajaoga, illa ba'da alfajr, isipokuwa baada alfajiri. Yani kama ndio kataharika, zile dalili, yani zile ishara wanazopata mwanamke kuonyesha ametaharika zote amezipata, qubayl na kuingia alfajiri, karibia kabisa na kuingia alfajiri. Lakini hakuamua kuoga illa ba'da alfajr, illa baada ya alfajiri ndio akaamua kwenda kuoga kwa ajili ya kusali salatu alfajr. Huyu mwanamke funga yake ni sahihi, kwa sababu mfano wa jambo hili ni kaljunubi, ni kama vile janaba. Idha nawa siyama, yule mwanamume ambaye au mwanamke ambaye kalala na janaba, akawa amekusudia kwamba kesho atafunga, au vile hata kama vile janaba amejiotea mahama itakapokuwa, lakini akawa amenuia kwamba atafunga kesho, wa huwa junubun, na hali akiwa yeye na janaba yake, walam yaghtasil, na kasi mwenye kuoga, illa ba'da tulu'il fajr, ila baada kuchomoza alfajiri, fa inna sawmahu sahih, basi mtu huyo funga yake ni sahihi. Sababu kuna baadhi ya watu akafanya jimai usiku na hali yake, kisha aone uvivu wa kwenda kuoga, kisha yualala, akalala, na kwa hiyo hakuoga mpaka inaingia alfajiri ndo anaamka kwa ajili ya kwenda kuoga ili asali salatu alfajr. Huyu funga yake ni sahihi, huyu funga yake ni sahihi. Sababu Ramadhani tunaruhusiwa tukishafuturu kuingilia wake zetu. Sasa ndio hiyo mtu ameshatoka kwenye tarawih kwa tabarruk, au mtabarruk tayari na usingizi ukakupitia, au baada ya kula daku, ukala daku na ukala daku tena, na baada ya kula daku la pili usingizi ukawa umekusingizia, ghafla unashtuka ni wakati wa salatu alfajr. Naam, funga yako ni sahihi. Wa hadha لحديث عائشة رضي الله عنها، يقول حديث يا ماما عائشة رضي الله عنها قالت مسيمة: كان النبي صلى الله عليه وسلم، alikuwa mtume sallallahu alaihi wasallam, yusbihu junuban, alikuwa akipambaukiwa na ule wakati wa asubuhi, akikusudia alfajiri, sio asubuhi saa moja, akikusudia alfajiri. Yusbihu junuban, akipambaukiwa na ile asubuhi, hali akiwa ni mwenye janaba, min jimai, kutokana na jimai, kutokana na tendo la ndoa, ghairi ihtilamin, lisilo la kujiotea. Maana yake jimai na kusudia janaba iliyotokana na kuwaingilia wake zake. Thumma yasumu fi ramadhana, kisha alikuwa akifunga katika mwezi wa Ramadhan. Na hadithi hii ni muttafaqun alayh, ameipokea Imam al-Bukhari na Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Jana nilisikia akhi akiambiwa mpaka saa 4:30. Sasa sijua ndo ratiba mpaka saa 4:30. Akhi Abu Naufal, itushia hapa.